Wizara ya ulinzi ya huko Moscow nchini Urusi iliripoti siku ya Alhamis kwamba vikosi vya Ukraine vimevunja makubaliano ya marufuku ya kushambulia miundombinu ya nishati ya Urusi iliyowekwa kwa upatanishi wa Marekani, ikishambulia miundombinu hiyo mara 3 ndani ya saa 24. Matukio hayo yalihusisha shambulio la drone katika eneo la Bryansk lililoharibu njia ya umeme wa juu wa volti, lakini shambulio la mizinga kwenye kituo cha transformer katika eneo hilo pamoja na jaribio la shambulio la drone aina ya kamikaze lililolenga kituo cha hifadhi ya gesi asilia chini ya ardhi huko Crimea. Katika tukio la mwisho, ndege hiyo ya Ukraine ilidunguliwa kabla ya kufikia lengo lake, taarifa hiyo ya Wizara ya Ulinzi ya Moscow ilisema. Mnamo Machi 18, jeshi la Urusi liliagizwa kujizuia kushambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine chini ya makubaliano ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliunga mkono hadharani usitishaji mapigano wa siku 30 ambao unatarajiwa kuhusisha kusimamishwa kwa mashambulizi kutoka kwa vikosi vya Kiev pia. Lakini hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti ukiukaji kadhaa wa makubaliano hayo na kusema kuwa lengo la mashambulizi ya Ukraine ni kudhoofisha juhudi za upatanishi za Trump kati ya Moscow na Kiev. Msemaji wa ikulu ya Urusi ya Kremlin, Dmitry Peskov, alisema siku ya Jumatano kuwa Kremlin itaendelea kuheshimu makubaliano hayo licha ya hatua za Ukraine, kwa kuwa yanawakilisha hatua chanya za kidiplomasia kati ya Urusi na utawala wa Trump. Mapema wiki hii, maafisa wa Marekani walikutana kwa nyakati tofauti na wajumbe wa Urusi na Ukraine huko nchini Saudi Arabia. Baada ya mazungumzo hayo, Moscow ilisema kwamba iko tayari kufufua mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi, mpango ambao ulifanikishwa na Umoja wa Mataifa na Uturuki, lakini ukaisha muda wake mnamo mwaka 2023. Mpango huo wa awali ulilenga kuwezesha usafirishaji wa nafaka na mbolea kutoka Urusi na Ukraine. Lakini hata hivyo, Moscow ilijiondoa ikidai kuwa vikwazo vya Magharibi dhidi ya biashara yake havikuondolewa kama ilivyotarajiwa. Peskov alisema kuwa Urusi iko tayari kurejesha mpango huo ikiwa ahadi hizo zitazingatiwa. Tutazidi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kinaendelea katika mzozo huo kati ya Urusi pamoja na Ukraine, pamoja na makubaliano hayo yaliyofikiwa ya kusitisha mashambulizi ndani ya siku 30. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea basi kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.